Kwa kipindi cha muda mrefu, miaka mingi iliyopita, kulikuwa na mgogoro unaohusu umiliki wa ardhi kati ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Manyara na hususan katika wilaya yetu ya Babati na taasisi inayojulikana The Registered Trustees and Masjid Al-Azhar and Madrasat Hayat Islamia. The Registered Trustees, Masjid Al-Azhar and Madrasat Hayat Islamia. Ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi na Waislamu kwa ujumla, kulitokea jambo la uvunjifu wa amani. Mtakumbuka mahala zilipo ofisi za BAKWATA, ofisi ya wilaya na ofisi za mkoa, mahala ambapo pana majengo, jengo la shule ya An-Nur Primary School ya BAKWATA, lakini pia jengo la msikiti unaojulikana kwa jina la Masjid Hayat Islamia kwa ridhaa na kwa kwenda vizuri na viongozi wetu, lakini pia mahala ambapo pana madrasa kongwe, Madrasatul Hayat Islamia. Jambo lilofuata ni taasisi The Registered Trustees of Masjid Al-Azhar and Madrasat Islamia kuishitaki BAKWATA. Hapa leo tupo kwa ajili ya kuleta mrejesho kwa waumini na kwa Waislamu namna kesi hizo zilivyomalizika. Mnamo tarehe 2 Aprili 2025, BAKWATA ilishinda kesi katika Mahakama Kuu ya Kanda ya Manyara, kesi namba 14955 ya mwaka 2024, na ni kesi iliyokuwa ikihusu madai ya umiliki wa ardhi kati ya BAKWATA na taasisi inayotambulika kwa jina la The Registered Trustees of Masjid Al-Azhar and Madrasat Hayat Islamia. Na kesi hii tutambue kwamba eneo husika zilipo ofisi za BAKWATA katika mtaa wa Oysterbay. Lakini wakati huo huo pana kesi ya pili ni katika eneo hili. Kwa hiyo BAKWATA ilishinda kesi zote mbili. Aidha, mnamo tarehe 8 Aprili 2025, mahakama iliwapa haki katika land case namba 14957 ya mwaka 2024 mbele ya Mheshimiwa Jaji wa Mahakama Kuu Kanda ya Manyara. Kesi hiyo vile vile ilihusu madai ya umiliki wa ardhi kiwanja namba 25 na 26 katika Kitalu C Babati mjini. BAKWATA imeshinda kesi zote mbili na tumeshapata degree. Lakini wakati huo huo maelekezo ya waheshimiwa wa majaji ni kwamba BAKWATA ndio wenye haki na uhalali wa kumiliki maeneo yote hayo. Maelekezo ni kwamba serikali iendelee na utaratibu wa kufuta zile hati ambazo hazikuwa na usahihi. BAKWATA iendelee kupewa utaratibu wa kumiliki maeneo hayo. Tunaamini kwamba taratibu hizo ndizo zinazoendelea mpaka wakati huu tukizungumza na nyinyi. Napenda kutoa shukurani nyingi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuvisimamia vizuri vyombo vya dola. Tunatoa shukurani nyingi kabisa za dhati kwa Mahakama Kuu Kanda ya Manyara kwa kututendea haki, BAKWATA, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, kwa kutambua kwamba maeneo yote hayo ni mali halali ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Tunapenda kutoa shukurani nyingi kabisa za dhati katika Wizara ya Ardhi, shukurani nyingi kwa Kamishna Mkuu, ofisi yake na maafisa wake kwa kulisimamia vizuri jambo hili, lakini pia shukurani zetu nyingi za dhati kwa Kamishna Msaidizi wa Ardhi mkoa wa Manyara, msajili wa hati na ofisi yake kwa ujumla, lakini idara ya ardhi, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Babati. Napenda kutoa shukurani nyingi kabisa za dhati kwa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Samaha Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Mwenyezi Mungu amlinde, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ampe umri mrefu wenye baraka, aendelee kutumikia Uislamu
na kuwatumikia Waislamu na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Mufti alifanya kazi kubwa. Alituma tume yake Mheshimiwa Mufti, ikaja hapa mkoani Manyara wilayani Babati, ikakutana na wawakilishi wa pande mbili, viongozi wa BAKWATA lakini pia na viongozi wa the Registered Taasisi of Masjid Al-Azhar and Madrasa Islamia. Hii ilikuwa ni hatua ya kwanza. Ilipokosekana suluhu, hapakuwa na budi, lazima jambo hili likamalizikie kwenye vyombo vya sheria. Na leo sote kwa pamoja tumeona kwamba Mahakama Kuu Kanda ya Manyara imetatua mgogoro huu. Napenda vile vile kutoa shukrani nyingi kwa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu BAKWATA, Sheikh Khamis Mataka, ambaye alikuwa ni mmoja katika wajumbe wa tume ya Mheshimiwa Mufti. Alikuja hapa na kuweza kusimamia jambo hilo. Lakini pia Mheshimiwa Katibu Mkuu wa BAKWATA Al-Haj Nuhu Jabir Mruma, lakini pia Katibu Mkuu Utawala, Katibu Mkuu Naibu Utawala na Fedha, ndugu yetu Al-Ustadh Mwenda Al-Haj Mwenda, bila ya kumsahau Naibu Chief Kadhi Mkuu, mjumbe wa Baraza la Ulama Taifa, Sheikh Ali Khamisi Ngeruko, naye alikuwa ni mjumbe katika tume aliyoituma Mheshimiwa Mufti, bila ya kumsahau baraka yetu na nuru yetu, mshauri wa Mheshimiwa Mufti, mshauri wa Baraza la Ulama Taifa, Sheikh wa mkoa wa Arusha, Sheikh Shaabani Juma. Wote hao walifanya kazi nzuri sana. Lakini pia ninawashukuru sana wazee wetu wakongwe katika mji wa Babati, ambao walijitolea muda wao, wakati wao, na hata ndio waliotoa ushahidi huko mahakamani. Nawashukuru viongozi wote wa baraza, mkoa wa Manyara, wilaya, kata, msikiti na Waislamu kwa ujumla, pale tuliposimama vizuri wote kwa pamoja na kuvaa silaha ya subra, mpaka leo tumepata matokeo haya mazuri. Wito wangu kwa viongozi, kwa Waislamu kwa ujumla, ni wakati wetu sasa wa kuunganisha nguvu zetu, umoja wetu, ushirikiano wetu, mshikamano wetu, ili sasa tuanze shughuli za maendeleo katika maeneo hayo ambayo mahakama imetupatia haki hiyo, kuendana na kauli mbiu ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, jitambue, badilika, acha mazoea, na kwamba anataka kuona viongozi na Waislamu popote pale tulipo tunafanya maendeleo kwa ajili ya ustawi wa dini yetu. Kwa mujibu wa kiwanja hichi ambapo tupo, zipo ofisi za BAKWATA wilaya na BAKWATA mkoa pamoja na shule ya Nur, ni wao walishtaki kiwanja namba 24. Lakini kwenye lamani ambayo ipo yatoka 93, kiwanja hichi hakina namba. Lamani ile inasoma namba 1 mpaka namba 23. Kwa namba 24 hakuna. Kwa wao walikuwa wanahesabu ni kiwanja namba 24. Kwa kwenye lamani hakipo, na ushahidi uliotoa kamishna na mkurugenzi wa halmashauri wamesema hichi kiwanja hakitambuliwi namba hiyo 24. Kwa ndo maana kikafutwa kwamba hakipo, ila kinaandaliwa namba. Na mkakati gani sasa wa kuweza kukisajili hivi viwanja sasa? Ni swala la halmashauri, kwa sababu mahakama imeshaambia halmashauri iendelee na mchakato wa kutoa hati kwa hapa BAKWATA na kiwanja namba hicho watatoa wao. Madai yao yalikuwa ni yapi wao waliokuwa wanang'ania kwamba ni kwao? Madai yao walipewa hati miliki toka mwaka 1993, lakini BAKWATA walikuwa wana ofa ya mwaka 1975. Kwa na ile ofa ilikuwa haijafutwa na ardhi. Kwa kilitoa ilikuwa ni double standard, kwa maana walipewa hati miliki kwenye kiwanja ambacho cha BAKWATA. Ongezea tu hili eneo
jinsi lilivyotolewa hili eneo na jinsi BAKWATA walivyojenga eneo hili. Wakati BAKWATA ikiwa makao makuu bado yako Iringa, ndio walitumwa watu kuja kusimamia ujenzi hapa, na ndio maana hili darasa hili ramani yake inafanana na darasa ambalo limejengwa Bereko. Kwa hiyo ramani ilikuwa moja, na hiyo ni ilikuwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo wao kuja kupata hati, kwa kweli hata sisi ambao tunajua mpaka wajenzi tulikuwa tunasikitika sana. Lakini hata hivyo kitu ambacho kimefanya mpaka hata washindwe, kwa sababu sisi tunazo dokumenti za kuonyesha kwamba ujenzi jinsi ulivyoanza, wao wamekuja kupata hati mwaka 93. Sasa 93 na hiki kiwanja kimetolewa zaidi ya miaka 70. Pamoja na kule chini msikiti ulikuwepo katika miaka karibu ya 50 na kitu. Kwa hiyo kuja kupata hati miliki, na ndio maana mahakama iliamua ikaangalia na historia, huu kwanza ulikuwa unamilikiwa na wapi, nani alikuwa anamiliki. Kwa hiyo ikaonekana kwamba wakati East African Society Muslim, wakati ndio chombo kilikuwa kinaendesha Uislamu kipindi hicho, baada ya kuvunjwa ili East Africa ilivyovunjika ndio ikaundwa BAKWATA. Kwa hiyo yale maeneo ambayo yalikuwa yanamilikiwa na East African Society Muslim ndio wakabidhiwa BAKWATA. Kwa hiyo maeneo yote yale yakawa yako chini ya BAKWATA, na historia pamoja na watu na wazee ambao wamekuja kutoa ushahidi walikuwepo katika ujenzi na kila kitu. Kwa hiyo darasa hili na ujenzi huu ulifanyika ikiwa makao makuu yakiwa Iringa. BAKWATA ndio walituma wawakilishi wakaja wakajenga darasa moja likajengwa Bereko, moja likawa limejengwa hapa. Kwa hiyo hawa watu kuja kupata 93 na haya mambo yalikuwa toka mwaka 70, kwa kweli hata sisi tulikuwa tunasikitika sana. Mimi ni washauri tu hawa wenzetu kwamba hakuna haja, kwa sababu wote sisi ni Waislamu, basi tuangalie maendeleo tunaendelea namna gani, tujumuike wote tuendelee. Na bado kuna maeneo mengine kama wanataka kuanzisha taasisi, basi waweze kutafuta maeneo mengine, maeneo yapo mengi. Kwa hiyo wanaweza wakatafuta, Babati yetu ni kubwa hii, maeneo yapo mpaka kule kwenye Makatani, bado halmashauri wana maeneo. Wakienda ukituma maombi watapata maeneo, na wakihitaji msaada hata sisi ambao huku tunasema tumeshinda madhali bado wote ni Waislamu tutachangia wote. Na sisi tunawaambia haya maendeleo ni ya watu wote, ni pamoja na wao. Kwa hiyo mimi ni wasii hili madhali limekwisha tuwe wamoja, basi tushirikiane na wao. Kama wanaanzisha taasisi basi waanzishe, kama wana jambo lao wanaweza kutushirikisha, wala hatuna shida. Madhali hili limekwisha na ugomvi wao umekwisha, mahakama imeshafanya kazi yake, imeshatenda kazi yake. Basi sasa hivi jambo kubwa la kumshukuru ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba bado tuna afya njema na tunaweza tukapata maeneo mengine na tukashirikiana. Hilo mimi nafikiri litakuwa ni jambo jema sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.